nimekuja kusali ndani ya Masjid Nur ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 2023. Naomba kutoa taarifa 2 kwa waumini wa msikiti huu. Kabla ya taarifa hiyo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuidiriki swala ya dhuhuri tena nyuma ya imam. Mwenyezi Mungu atulipe kheri kwa kuidiriki swala ya dhuhuri, kwa sababu wako watu wengi wako zao masokoni, kwenye biashara, hawana habari ya swala. Na umma ulionusurika ni umma ulioshikamana na swala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katufundisha, akatambia kwamba yoyote yule mwenye kushikamana na swala ameisimamisha na kaidumisha dini, na yule mwenye kuacha swala basi kaivunja dini na dini kwake ni muharibikia. Kwa nishukuru kwa umma mkubwa huu tunaoshiriki swala ya adhuhuri. Taarifa zangu 2 ni kwamba kama mjuavyo, msikiti huu uko chini ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA. Na mimi naongea hapa ndio kiongozi mkuu wa BAKWATA katika mkoa huu. Kwa mujibu wa vikao vyetu vya baraza, tumepitisha msikiti huu sasa utakuwa msikiti wa wilaya ya Nyamagana. Takbir. Allah. Na utasimamiwa na Sheikh Athmani Ramadhani Ndaki, Sheikh wa wilaya ya Nyamagana. Naomba usimame Sheikh. Na tumekubaliana ndani ya vikao vyetu, Sheikh Athmani Ramadhani kama Sheikh wa wilaya hawezi kufika kila siku hapa. Imamu mkuu wa msikiti huu tunamtangaza Sheikh Musa bin Rajab. Simama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Kwa hiyo uongozi uliokuwepo hapa kwa mujibu wa taratibu za kibaraza tumeuvunja. Asante. Tumeuvunja uongozi ulioko hapa, tumeuvunja, na uongozi huo sasa utasimamiwa na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Pamoja na hivyo, tunaposema msikiti huu utasimamiwa sasa na baraza, viongozi wa kata ya Mbugani naomba msimame mje hapa mbele wote. Shekhe wa kata kama yupo, katibu, kamati ile. Huu ni mwendelezo wa baraza kuendelea kushikilia mali zake. Msikiti huu ni mali ya BAKWATA na utaendelea kusimamiwa na BAKWATA. Sasa nimewaleta mbele viongozi wa kata, sogeni hapa mbele wote. Tena mkae kwa safu nzuri, shekhe, katibu, mwenyekiti, ili waumini wafahamu. Shekhe wa kata hii ni Shekhe Hija Faizi Kilolo. Sasa hawa, kwa sababu msikiti ni wa wilaya, kata ndio iko karibu, Shekhe Athmani na timu yake, mwenyekiti na katibu, na nyinyi simameni, Waislamu waone. Sogeni kwa mbele kidogo samani. Sheikh wa wilaya Sheikh Athmani, katibu wa wilaya Ustadh Mikdadi bin Hussein Bawili, mwenyekiti mzee Mkiza. Huu ndio uongozi wa baraza katika wilaya hii ya Nyamagana na kata hii. Lakini uongozi wa kuendesha ibada, darasa kama zilikuwepo, utaendeshwa na Imam Musa na wasaidizi wake chini ya muongozo wa shekhe wetu wa wilaya. Na tumeongea na Shekhe Mauba, hayupo, yuko Geita kwenye mashindano ya Qur'an. Tulimwambia amwambie imam, alikwambia imam aliwachoa kwa
na viongozi wale ambao wana funguo za msikiti, tutaomba wakabidhi zile funguo kwa viongozi wa kata. Lakini la pili, mbali ya kusimamia ibada ndani ya msikiti huu, pia tutasimamia mali zote za msikiti huu. Na tukitoka hapa, viongozi wa baraza tutakwenda kwenye nyumba za msikiti huu kuwajulisha wale wote waliomo ndani ya nyumba hizo, sasa mwelekeo ni kuelekea BAKWATA na si vinginevyo. Na yule ambaye atakayeona BAKWATA imevamia, vyombo vya sheria vipo, aende polisi. Chombo cha kutoa haki ni mahakama, aende mahakamani, tutakutana huko. Taarifa yangu ni hiyo, naomba izingatiwe. Na viongozi wangu, hakikisheni swala alasiri mmesimamia hapa. Swala ya magharibi, Waislamu wasipate tabu tena, mara imamu kachelewa, mara hivi. Jipangeni vizuri, Waislamu wapate huduma. Narudia tena, yule atakayeona kwamba labda maelekezo haya hayako sawa, kiko chombo cha kinachosimamia amani ya nchi, aende polisi. Polisi pale wanasimamia ulinzi wa raia na mali zake, aende pale. Na yule atakayeona kwamba labda haikutendwa haki, Tanzania ina mihimili mitatu: serikali, mahakama na bunge. Serikali ndio muhimili mkuu, mahakama, bunge linatunga sheria, lakini mahakama ndio inayofasiri sheria na kutoa haki. Aende mahakamani, tutakutana huko. Sisi BAKWATA katika kusimamia mali za Waislamu hatuendi polisi. Yaani hatuwezi kuwa BAKWATA mna chombo chenu, badala eti labda mimi nyumbani kwangu wafu niende kwanza polisi. Polisi nataka kwenda kulala, polisi wataniona mimi haukali. Kwa hiyo sisi hatuendi polisi. Atakayeona ile aliko sawa aende polisi, tutakutana huko. Atakayeona haiko sawa aende mahakamani, tutakutana huko. Almuhimu, tunatangaza msikiti huu kuanzia leo tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 2023 ni msikiti wa wilaya ya Nyamagana. Utasimamiwa na wilaya ya Nyamagana chini ya Sheikh Athmani Ramadhani Ndaki, na imamu tuliompitisha ni Sheikh Musa Rajabu. Kuanzia sasa aanze utaratibu. Vitu vingi tunaviomba kwa wale waliokuwepo kwa nia njema, wakabidhi funguo, lakini tutakwenda kutoa taarifa kwa wale waliopo kwenye majumba yetu yale, tuwape taarifa hiyo, na mchakato utakuwa umeanzia hapo na jambo litakuwa limeishia hapo. Baada ya kusema haya, nawashukuruni sana na watakieni kila la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haruna Chagira, katibu wa BAKWATA mkoa wa Mwanza. Hatukuja hapa kwa bahati mbaya. Hatukuja hapa hali ya kuwa tumekosea njia. Lakini pia hatukuja hapa eti kwa watu tusiofahamiana. Nataka nitoe angalizo kwetu sisi waumini. Wakati mwingine tumekuwa tunaingizwa kwenye migogoro na vurugu kutokana na viongozi wetu. Hebu tuwe makini. Shehe wa mkoa na viongozi wote wa wilaya hajamtambulisha shehe wa wilaya Ilemela. Simama shehe kuone. Yaani uongozi wa BAKWATA mkoa wa Mwanza hauwezi kutoka ulikotoka eti ukaja hivi hivi. Sote ni watu wazima, ni waumini, ni Waislamu. Lazima sisi kama waumini tujue liko jambo. Narudia tena, sisi waumini tujue liko jambo. Haiwezekani shehe wa mkoa mzima wa Mwanza na uongozi wa Mwanza wote wakafunga safari wakaja hapa hivi hivi. Tujizuie sana kuwa washabiki wa vitu ambavyo hatuvijui. Kama hoja ni uongozi, aliyesimama hapa ndio shehe wa mkoa. Kama ni procedure ya uongozi, aliyesimama ndio shehe wa mkoa na ametoa maelekezo vizuri. Sasa kama ziko hoja zinatakiwa ziletwe, zije katika utaratibu ima wa kiofisi, lakini sio katika halaiki hii. Na inawezekana mkawa mna ufahamu wa waumini tofauti na vile ilivyo, ndio maana leo mnashangaa. Ikiwa wewe muumini wa kawaida unasimama hapa kunielekeza soma barua, wewe umejuaje hiyo barua? Who are you kwenye hapa?
lazima tuelekezane namna ya kufanya kazi na kuheshimiana katika nafasi za uongozi. Kama hapa kuna uongozi, ulikuwepo, upo, unajua nini utafanya. Ombi langu kwenu waumini kwenye kipindi hiki, tusikilizeni sisi viongozi. Acha taratibu uendelee. Kama kuna mambo mengine yapo, uongozi uliokuwepo unajua nini unapaswa kufanya. Ujio wetu hapa uongozi unajua, ndio maana wameleta hii barua, walijua tunakuja. Sasa wewe ukisimama tu muumini unataka kupayuka kusema haujui nyuma ya carpet liko jambo gani? Sisi ni viongozi, nyinyi ni waumini, lakini nafasi zenu pia ni viongozi hata kwenye familia, baba na mama. Yako mambo unaozungumza na mkeo chumbani, watoto hawajui, lakini ni wanao. Lakini yako mambo unawashirikisha watoto kwa umuhimu wake. Sisi ni viongozi, tumezungumza na uongozi hapa kwa muda mrefu, kuko mahala tulikofikia. Hatutaki vurugu, hatutaki amani, lakini naamini hayuko mtu wa kumtisha mwenzie. Sisi hatuwatishi na nyinyi hamwezi kututisha. Tunasimamia dini kwa pamoja. Tutafute njia wapi tumeenda kugongana, alafu vyombo vitatuamulia, hali itarudi kuwa shwari. Shida iko wapi? Vyombo ndio maana ya kuwepo vyombo. Vyombo vitaamua vizuri na hali itarudi kuwa salama. Kama kunaonekana kilichofanyika leo ndivyo sivyo. Barua hii huwezi kuniamrisha kama barua. Nasema hivi, nimesema mwanzo, kama uongozi ulijipanga kwa ajili ya vurugu, ahlan wa sala, siko hata jumbe ya Mungu. Sasa unapomtisha kwamba unataka kusababisha vurugu ya nini? Soma barua tuelewe. Some hiyo barua. Soma barua tujue ambaye. Soma barua pesa ambaye. Barua ni ya nani? Barua ya nani? Some barua leo. Nyie mnaniambia barua ya nani? Inasemaje? Sasa si nyie ndio mmeandika, mnajua usome nini? Shida iko kwa kusoma. Sikuja hapa bahati mbaya sana kusoma barua. Mzee wangu una haki na mimi naheshimu haki yako kwa sababu natambua ni haki. Lakini pia wakati haki unaiweka kwako, pia iweke kwangu. Usihesabie kwako tu. Mbona tunapenda kujihesabia haki? Mambo ya barua au taratibu mahakama si na taratibu zake. Sasa ndio barua ya mahakama hiyo. Haya, ngoja shehe mkoa asome. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadhani nilitangulia kusema kwamba yule anayeona kwamba jambo limekosewa aende wapi? Mahakamani. Ilisema hivyo. Barua hii labda niwafahamisheni. Hii barua inatoka the registered trustee of Masjid Nur. The registered trustee of Masjid Nur inaenda bodi ya wadhamini ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Ndio inakwenda, ndio mwenye barua. Si umenifahamu Mwenye barua hii ni bodi ya wadhamini ya Baraza Kuu. Soma mwenyewe. Ni barua inatoka bodi of trustee ya Baraza Kuu la Waislamu ya the registered trustee of Masjid Nur inakwenda bodi ya wadhamini ya BAKWATA. Sisi tulioko hapa ni wawakilishi wa BAKWATA. Sisi tumefahamiana. Barua hii inatoa ziwio kwamba hawa watu wa Masjid Nur wameenda mahakamani, wametoa ziwio kwenye kitu kinachoitwa kwamba kwenye kiwanja kitalu namba 26 hali ibakie kwenye hicho kiwanja hivyo ilivyo. Ndio barua hii inapoandikwa. Wala msije mkasema kuna mtu anaogopa kusoma. Hoja yetu ya msingi, hawa watu wamemwandikia baraza la wadhamini. Mimi kama mwakilishi wa BAKWATA mkoa sina barua hii. Sio mnifahamu? Nataka tuelewane vizuri. Barua hii sio ya BAKWATA mkoa. Barua hii ni ya bodi ya wadhamini BAKWATA taifa. Mimi kama mdhamini, kama mwakilishi wa mufti hapa mkoani, katibu kama mwakilishi wa bodi ya wadhamini hapa mkoani, hana barua hiyo. Barua hii inaelekeza mambo yalivyo kwenye kitalu namba 26 yabaki kama yalivyo.
kubaki kama yalivyo, yabaki kama yalivyo. Msikiti huu kitabu namba hichi kinaandikwa ni cha Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, ibaki kama ilivyo, ni wa Baraza Kuu. Tulichokuja kutoa maelekezo hapa sisi Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, maelekezo yetu tunatii barua hii ibaki kama ilivyo, ni wa Baraza Kuu. Na tumesema shekhe wetu wa wilaya kupitia Baraza Kuu ndio atabaki hapa kama kiongozi. Hawa wavamizi tunawaondoa leo, na nataka niwaambie, tuliposema tunawaondoa leo hatutanii na wala haturudi nyuma, na hatutanii na haturudi nyuma kwa lolote mnalotaka, kwa lolote naambieni, kwa lolote. Tunasubiri baada sasa nasema hivi, wewe peleka basi itakuja watakuchezea sisi wewe. Apisha place basi, weka chini nakwambia, nasema hivi kwa lolote. Wewe basi kachi, weka chini. Usijibu hivyo bwana, sio rekodi. Tulia, wewe tulia, usirekodi. hili shehe bado jambo shehe. Wewe mama Jana sofa sio ugomvi wa nini? Kwani unasuka shilingi ngapi?